Diarra dhidi ya Ronwen Williams dhidi ya Elisha Nawe. Nani golikipa bora Afrika kwa hivi sasa? Soka la Afrika limebarikiwa kuwa na magolikipa wa kiwango cha dunia. Leo tunawaletea watatu wanaotikisa Afrika kwa sasa. Kila mmoja na historia, mafanikio na ubora wa kipekee. Lakini swali ni moja, nani yuko juu zaidi kwa sasa? Djigui Diarra, Young Africans pamoja na timu ya taifa ya Mali. Djigui Diarra ni golikipa anayekua kwa kasi kubwa Afrika. Ameonyesha reflex kali na kuokoa mipira ya hatari, utulivu mkubwa chini ya presha, uzoefu wa CAF pamoja na AFCON. Kwa Yanga, Djigui Diarra amekuwa ukuta kwenye mechi kubwa. AFCON akiwa na Mali, ameonyesha anaweza kubeba timu kwenye nyakati ngumu. Nguvu yake kubwa ni kuokoa 1-on-1 na kusoma mashambulizi mapema. Kipa wa kizazi kipya anakuja juu kwa kasi. Ronwen Williams, Mamelodi Sundowns pamoja na Afrika ya Kusini. Mamelodi Sundowns pamoja na Afrika ya Kusini. Ronwen Williams ni golikipa kamili, complete golikipa. Ana miguu mizuri sana, ball playing JK, kiongozi wa safu ya ulinzi. Mshindi wa mataji mengi na Sundowns. Akiwa AFCON na Bafana Ronwen ameonyesha uongozi, ujasiri, uzoefu na uwezo wa kuamua matokeo. Ndiye golikipa anayefaa soka la kisasa, kuanza mashambulizi kutoka nyuma. Ni kipa wa kisasa mwenye consistency ya juu. Mohamed Elisha Nawe, Al Ahly pamoja na timu ya taifa ya Misri. Huyu ni gwiji legend, mshindi wa mara nyingi CAF Champions League. Ameibeba Misri kwenye mashindano makubwa. Uzoefu wa hali ya juu sana. Elisha Nawe hashtuki kirahisi, ana position bora, anajua kucheza mechi kubwa, lakini umri unaanza kuonekana, si kipa wa kasi kama zamani. Uzoefu mkubwa, lakini yupo mwisho wa kilele chake. Sasa ni nani bora Afrika kwa sasa? Kwa fomu ya sasa kabisa, Ronwen Williams, kwa sababu ya consistency, uongozi na soka la kisasa. Kwa kasi ya ukuaji na hatari kwa wapinzani ni Djigui Diarra. Anakuja kwa nguvu, anaweza kuwa namba moja ya Afrika karibuni sana. Kwa historia na uzoefu, Elisha Nawe bado ni mkubwa, lakini yupo kwenye hatua za mwisho za kiwango chake, kwani umri nao unampeleka mbio. Afrika ina bahati kuwa na magolikipa hawa watatu, lakini kwa leo na sasa Ronwen Williams anaongoza. Djigui Diarra anapanda kwa kasi. Elisha Nawe anaheshimika kama gwiji. Swali ni je, Djigui Diarra anaweza kumpita Ronwen ndani ya muda mfupi? Utofauti katika mtindo wa uchezaji. Ukiwaangalia kwa karibu zaidi ndipo tofauti zao zinapoonekana wazi. Diarra ni kipa wa haraka na nguvu ya mwili. Anafaa sana kwenye mechi zenye mashambulizi ya kushtukiza na mipira ya ana kwa ana. Ronwen Williams ni kipa wa mfumo, anayependa timu icheze kutoka nyuma, anafanya kazi kama beki wa ziada na hii inamfanya awe muhimu sana kwa kocha. Elisha Nawe ni kipa wa akili na uzoefu, hata kama kasi imepungua kidogo, anafidia kwa kusoma mchezo mapema na kuchukua maamuzi sahihi. Fomu ya sasa na athari kwa timu. Kwa sasa ukiangalia fomu ya hivi karibuni, Ronwen Williams anaonekana kuwa stable zaidi, anafanya vizuri klabuni na timu ya taifa bila kuporomoka. Djigui Diarra ndiye anayekua kwa kasi zaidi kila mashindano, anaongeza kiwango na mashabiki wengi wanaanza kumuona kama kipa wa kesho ya Afrika. Elisha Nawe bado ni mkubwa, lakini ukweli ni kwamba yupo kwenye hatua za mwisho ya kiwango chake. Sasa ni zamu yako. Nani kwako ni golikipa bora Afrika kwa sasa? Like video, subscribe channel yetu, shiriki mjadala huu na marafiki zako wa soka. Ndio maana tunasema Nail TV inakuletea mjumuiko wa taarifa mbalimbali za kimichezo, matukio mbalimbali ya kimichezo. Cha muhimu ni wewe kusubscribe, kushare, kucomment, kulike ili kuendelea kufurahia taarifa zetu nyinginezo za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Nilikuwa naendelea kusomea taarifa hii ni mimi Sport. Wakati mwingine, kwa heri na uwe na wakati mwema.